Habari zenu wa Tanzania. Nipo hoi na umwa, but I had to say something. Baada ya hii report mliona leo, ndio hawa watu, kuna watu wanataka kufanya nao maridhiano. Hiki kinachoitwa maridhiano ya kitaifa, ukweli, haki na uwajibikaji, Watanzania wenzangu, ni ubatili na dharau kubwa kwa Watanzania kuyaita maridhiano sasa, katika mazingira ambapo serikali iliamua kwa makusudi kuwapuuza wananchi, vyama vya siasa, viongozi wa dini na wadau wa demokrasia juu ya hitaji ya nchi kuhusu mabadiliko, yani reforms ya mifumo ya uchaguzi. Ni wazi kabisa hakuna maridhiano bila haki na hakuna haki bila uwajibikaji. Maridhiano yanapogeuzwa kuwa wito wa kusema songa mbele, badala ya kuamua kwa makusudi kuwapuuza wananchi juu ya madai ya msingi walioyatoa na tahadhari walizozitoa awali, na matokeo yake serikali na vyombo vyake vya dola vikaunajisi uchaguzi na kujitangazia matokeo batili kwa makusudi, kufanya uhalifu wa kisiasa uliopelekea mauaji ya raia na uharibifu wa mali. Wito huo wa maridhiano ni wa kupumbaza na hauna ukweli nyuma yake. Maridhiano bila kukiri makosa na kuwajibisha waliotenda makosa, hapo maridhiano hugeuka kuwa aina ya ukandamizaji wa kumbukumbu wa mambo yaliyotokea. Watu wameuawa kwa maelfu, watu wamekuwa vilema, wamesingiziwa kesi za uongo, za uhaini. Taifa linaomboleza kwa machozi ambayo mpaka leo hayajakoma. Kama chama tulishauri kuwa ni vyema familia za wote waliouawa na kupata vilema zipewe fidia kama sehemu ya kuonesha kujali utu wa mtu, lakini watawala dhalimu wamepuzia. Halafu leo unaita maridhiano. Tunafahamu haki si kulipiza kisasi. Haki ni kurejesha utu wa waathirika na imani ya wananchi katika taasisi za dola. Bila uwajibikaji wa waliohusika, iwe ni kupitia vyombo vya haki, tume huru za ukweli au marekebisho ya taasisi, maridhiano hubaki kuwa kauli ya kisiasa, si mkataba wa kijamii. Chadema tunaendelea kuomboleza nanyi wa Tanzania katika huzuni tuliopitia wote, na tutaendelea kuwapa faraja na matumaini kuwa iko siku itafika, hakika kila uovu, ukatili na hila itawajibishwa na haki kwa haki, na taifa litafikia kilele cha furaha na maendeleo ambayo tunayasubiri kwa muda mrefu sana. Chadema, chama chenu, hakitakuwa tayari kwa maridhiano yenye kupumbaza, kuhadaa, yenye uragai na yenye kuondoa taifa kwenye ukweli na haki. Kamwe hatutawasaliti wa Tanzania. Ndo hawa watu ambao wanataka kufanya maridhiano. Maridhiano gani ya maana yanaweza kupatikana kwa watu ambao wanaweza kutoa ripoti kama hii kwa Watanzania? This is an insult. Yani kama vile walichofanya leo ni kama kuja kutuonesha vidonda vya Watanzania. Watu ni mashetani. Ni mashetani majini. Waandamanaji walilipwa. Wanasema watu walitekwa sijui kwa sababu ya mapenzi, sijui nini. Wanasema vifo 500 na ngapi sijui. Yani kilichofanywa kwenye ile tume leo ndio kitu ambacho watu wengi tulikuwa tunakiexpect. Sijui kama nini mmekuwa surprised. Mimi hiki kilichoongelewa leo na itume ndio kitu ambacho mimi nilikuwa nakiexpect. Yani Watanzania,
We have to be serious and fight. Lazima tupambane sasa hivi, kila mtu lazima. Wanasema watu walichochewa na wanaharakati, maandamano walichochewa na wanaharakati, hawakuchochewa na ufisadi wao, hawakuchochewa na ufisadi wao wa kihistoria waliofanya, hawakuchochewa na wananchi kukosa hata maji ya kunywa. Maandamano yale hawakuchochewa na uchaguzi usio na haki. Yani kwamba wanaongea as if maandamano yale yametokana na hao mbwa wenyewe. Yani I'm so mad. I'm so mad. Watanzania, ni muda wa sisi kupambana na hawa mbwa, kwa maandamano, kwa kila kitu. Naomba nirudi. Hii ripoti ilichoonyesha ni kwamba hawa mashetani hawana remorse, hawana regret yoyote. Ndio hawa watu wa kufanya nao maridhiano. Lakini Watanzania tumeumia, lakini huu sio muda wa kuumia mpaka to give up. Huu sio muda wa ku give up kwa sababu tumeumia. Huu ndio muda wa sisi kuongeza nguvu kwenye kupambania nchi yetu. Huu ndio muda wa sisi kusimama na kudai haki na kuipata. Tusivunjike moyo, tutashinda. Win. Wameua watu kama mbwa, halafu wanakuja kuleta ripoti ya kisenge kiasi hiki. Hawa watu ni Watanzania. We have to keep fighting, kila mmoja wetu, na tutashinda. Nawaambia tutashinda as long as we don't give up and we fight. Mungu yuko na sisi. Roho za ndugu zetu zilizoondoka 29 Oktoba zitapata haki, zitaleta haki kwenye nchi.